Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya ya Kinondoni, kaka yangu Saadi, kwa hulka ya mwanadamu mara nyingi anapenda vitu vizuri akae navyo yeye, na huwa hatamani mtu mwingine avipate. Na hapa nilipobaki ndio hayo matamanio ya mwanadamu ya kuendelea kutamani vitu vizuri vibaki kwake. Tunapata uchungu kumwasilisha kwako kiongozi huyu wa mbio za mwenge, kwa sababu ana sifa zote za yule nabii ambaye anaitwa Nabii Suleiman, kwa hekima, busara, upendo. Ni kiongozi ambaye anaweza kupima akajua maji, mafuta na maziwa. Ni kiongozi mnyenyekevu, mwenye hekima ya hali ya juu. Tulimtamani aendelee kutusaidia busara zake, lakini ametuachia mawasiliano. Lakini pia tutaendelea kumfuatilia kwenye vyombo vya habari, maoni yake na maelekezo yake mbalimbali. Na huyu si mwingine, ni kaka yetu, kipenzi chetu. Amekuwa mstari wa mbele kiunganishi. Ameweza kuelezea mwenge huu wa uhuru 2025. Ameweza kueleza kauli mbiu zote za mwenge wa uhuru. Ameweza kutoa maelekezo na maagizo mbalimbali kwenye wilaya yetu. Ni kuhakikishie ndugu kiongozi wa mbio za mwenge wa uhuru 2025, maelekezo na maagizo yote uliotoa, ushauri ambao umetupatia kama wilaya ya Ilala, tutaenda kuusimamia na kuutekeleza. Tumpigie makofi mengi sana. Tulipokuwa kwenye mkesha jana, tuliwaomba wana Ilala, na hata leo asubuhi tuwaendelee kuwaombea afya njema katika kukimbiza kwenu, na ili muweze kufikisha mwenge huu wa uhuru kumkabidhi Rais wa Jamhuri wa Muungano wa Tanzania kama alivyowatuma. Kwa unyenyekevu mkubwa, kwa mapenzi makubwa na kwa uchungu mkubwa, naomba nimlete kwako kiongozi wetu mwenye busara na hekima, ndugu yetu Ismail Ali Ussi kutoka Kaskazini Unguja. Ilala hoye! Mkuu wa wilaya hoye! Mkurugenzi hoye! Mstahiki meya hoye! Madiwani hoye! Mheshimiwa mkuu wetu wa wilaya ya Ilala, wajumbe wa kamati ya usalama ya wilaya wakiongozwa na katibu wetu tawala wa wilaya hiyo, ndugu mwenyekiti wetu wa Chama cha Mapinduzi wa wilaya hii ya Ilala, pamoja na wajumbe wa kamati ya siasa wote wa wilaya hiyo, ndugu mstahiki meya wa jiji la Dar es Salaam, lakini pia natambua uwepo wa naibu mstahiki meya wa jiji la Dar es Salaam, ndugu waheshimiwa madiwani nyote mliopo hapa, ndugu mkurugenzi mtendaji wa jiji la Dar es Salaam, ndugu watumishi na wakuu wa idara mbalimbali mliopo hapa, ndugu wakuu wa taasisi nyote mliopo hapa. Natambua uwepo wa wenzetu wa TAKUKURU na taasisi nyingine zilizopo za kiserikali na zisizo za kiserikali, ndugu wananchi wa Ilala, ndugu vijana wa hamasa, ndugu zetu wa skauti, wanahabari, mabibi na mabwana, asalamu alaykum. Mwenge wa uhuru hoye! Ilala hoye! Mheshimiwa mkuu wetu wa wilaya ya Ilala, awali ya yote nami niendelee kumshukuru Mwenyezi Mungu aliyetujalia mpaka muda huu kuendelea kuwa wazima wa afya na kuweza kufika katika viwanja hivi.
lakini kipekee ni kushukuru wewe na timu yako yote. Kwanza kwa kazi kubwa mlioifanya siku ya jana. Pili, kazi hiyo ilikuwa inaonesha jinsi gani mmewekeza mashirikiano baina ya serikali ya wilaya, manispaa ya jiji pamoja na wananchi. Naomba jipigieni makofi mengi sana. Lakini vile vile niwashukuru viongozi nyote na wananchi kwa kazi kubwa mlioionyesha juu ya kusimamia miradi mikubwa ya kimaendeleo ndani ya wilaya yenu, lakini pia kutekeleza miradi mikubwa ya kimaendeleo kupitia jiji lenu la Dar es Salaam. Naomba jipongezeni sana. Ndugu zangu wana Ilala, jana tulizungumza mengi wakati tunaingia ndani ya wilaya yenu hadi muda ule wa asubuhi tunatoka kule kuja katika kwa wenzetu wa wilaya hii ya Kinondoni. Nataka niwakumbushe jambo moja. Ndugu zangu tuliopo hapa na ndugu viongozi, mwenge huu wa uhuru ambao unaendelea kuwaka, kung'ara na kumeremeta kama tunavyoambiwa na wazee wetu kwamba ni chombo kilichoasisiwa na baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere mnamo mwaka 1961. Lakini chombo hichi mwaka 1964 kilianza harakati za kukimbizwa nchini kwetu ukiwa umebeba ujumbe maksusi ili taifa kuwafikishia wananchi wake. Ndiyo maana leo hii kwa mapenzi aliyokuwa nayo Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, pamoja na Daktari Hussein Ali Mwinyi Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, ndiyo maana leo hii tunaendelea kuienzi falsafa ya mwenge na kuirithisha vizazi hadi vizazi. Ndiyo maana kwa mwaka huu na kauli mbiu inayosema jitokeze kushiriki uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 kwa amani na utulivu. Lakini pia ndugu zangu wananchi, mwenge huu wa uhuru wakati unapandishwa juu ya mlima Kilimanjaro ulikuwa una mambo yafuatayo. Kwanza, umurike ndani na nje ya mipaka yetu. Pili, ulete matumaini mahali ambapo hakuna matumaini. Tatu, ulete upendo mahali ambapo pana chuki. Na nne, uweke heshima mahali palipojaa na dharau. Hayo yote mambo manne tulijionea kwa vitendo na bila kuhadisiwa ndani ya wilaya ya Ilala. Naomba wajipigie makofi mengi sana. Kwa kweli tunakushukuru sana mkuu wetu wa wilaya ya Ilala, na kushukuru sana ndugu mkurugenzi mtendaji wa jiji la Dar es Salaam. Kwa kweli mmefanya kazi kubwa na nzuri, nyinyi pamoja na madiwani wenu. Kwa kweli mnastahili pongezi ya hali ya juu. Sisi tunakushukuru sana kwa kazi kubwa mliyofanya jana, lakini kwa namna ya pekee nikupongeze kwa hamasa kubwa sana. Lakini kingine ambacho mmetusajana kuwa na waandishi wa habari wenye vyombo vingi na wenye viwango. Kuna wakati tunasema kazi ya waandishi wa habari ni kutangaza hasa yale mazuri yote ya serikali ndani ya city. Sasa kuna baadhi ya watu wanataka kutangaza mabaya, lakini wakako wanatangaza mazuri. Jana tumeona miradi mikubwa, na kwa kweli tunajivunia hilo, na waandishi wa habari big up kwa mlipo. Mshamkoa niongee kwa asili wenzangu, jana niongea kikiwa Kinondoni, vijana ndio nguvu kazi ya taifa, tufanye kazi lakini tuwe wazalendo wa taifa letu. Kiukweli mmeonyesha uzalendo wa hali ya juu na mmeonyesha mna uzalendo mkubwa katika nchi hii. Lakini vile vile niwapongeze sana na niwashukuru kwa mapokezi yenu na ushirikiano mzuri mliotupa katika kazi yetu. Tumejisikia tupo nyumbani, tumeona uwezo mkubwa mliokuwa nao, na sisi tunaendelea kuombea kwa Mwenyezi Mungu aendelee kuwasimamia katika majukumu yenu ya kuendelea kumheshimisha Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan. Na kilomita 82.6 umeweza kutembea kukagua miradi zaidi ya 7 yenye thamani ya shilingi bilioni 44. Tunamshukuru Mungu, miradi yote hii 7 mwenge huu wa uhuru umeweza kukagua salama salmini.
Ndio wanailala tunamshukuru sana.